حمد لك ربي كثيرا، حمد لك ربي كثيرا، أحمدك ربي حمد الشاكرين الأبرار الأخيار المتقين. الحمد لله خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير النبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأن جعل لنا الإسلام دينا شرعا، وجعلنا بالإسلام خير أمة نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم. وأشهد أن لا إله إلا الله عصيناه جهرا فغفر لنا، وأذنبنا سرا فسطر لنا، خيره علينا نازل وشرنا إليه صاعدا. أشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الأستاذ الذي عرفه العالم، وخير معلم الذي كتب عنه التاريخ، وأفضل مخلوق الله الذي شهدته ملائكة السماء، سيد وحبيب أبا القاسم الطاهر النقي، سيد العابدين والناسكين، سيد البرايا، خير الأنبياء مقاما، وأحسن وأروع وألذ الأنبياء كلاما. أرسله الله تبارك اسمه المجيد والناس الصنفان، المغضوب عليهم فجاء والضالين غلاء، ومن ثم أما بعد. أيها السادة المجتمعون الكرام، أيها المباركون، أمة ميمونة، أيها الموحدون، أوصيكم كما أوصي النفس بتقوى الله سبحانه، فاتقوا الله وأطيعوه، واعلم أن هذه هي وصية الله للأولين والآخرين. يقول تبارك اسمه المجيد رب الأرض والسماء: ولقد وصينا الذين من قبلكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها السادة waheshimiwa waumini wenzangu, nimemshukuru Mwenyezi Mungu, mmesikia rehema na amani zinaenda kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu awaradhi na masahaba, ayokoe familia ya mtume popote ilipo. Waheshimiwa waumini, sasa tunaanza kusikiliza hutuba ya kwanza katika aljuma ya leo ya tarehe ya 12 Rajab, na baadaye tutafuatiwa na hutuba ya pili, kisha tutaswali rakaa mbili, na sala yetu ya leo insha Allah itakuwa imekamilika. Tunamuomba Mwenyezi Mungu hutuba hii aijalie ifike kwenye lengo, iingie kwenye mioyo ya wasikilizaji, ya waumini, ya Waislamu, na waweze kuitafakar, kuipa nafasi ya kuishi kwa muda, wakifikiria, wakiyazingatia, na kama kutekeleza basi yatekelezwe yale ambayo yataambatana na hutuba hii. Waislamu, mazilna fi Rajab. Kwanza tusisahau tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab, na leo ni tarehe ya 12, na kwa hisabu ni kwamba bado siku takriban 48 ama 49 tutakuwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sasa tusisahau kuomba dua ile ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametukumbusha: Allahumma ahilluhu alayna bil amn wal iman was salamat wal islam, hilalul khair wal rushd, rabbuna wa rabbuka Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Dua hiyo ni ya kusoma kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu atubariki sana, atupe baraka nyingi sana, atushushie na kutububujizia baraka zake kila mtu kwa jambo lake. Kama ni baraka kwenye umri, ni baraka kwenye ndoa, ni baraka kwenye kazi, kwenye kilimo, baraka kwenye masomo, baraka kwenye safari, baraka ndani ya familia, kwenye ujenzi. Allahumma barik lana fi Rajab.
Mungu, ndani ya hii Rajab ni mwezi mtukufu, tunaomba baraka zako, utubariki. Hali si hali, hali inahitaji baraka za Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhul majid, lakini baraka hizi twende nazo na ndani ya Shaabani zinoge zaidi, ziwe nyingi zaidi baraka, na hizo baraka tuingie nazo ndani ya Ramadhan. Kwa hiyo hii dua msisahau mabwana, mara kwa mara kuiomba, jamaati wa afrad wa jamaati, mmoja mmoja na hata mkiwa wengi, mkumbushane tuombe baraka ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam hususan akhassa hadha shahri bihadha dua. Mtume kwenye mwezi huu maalum kabisa amehusisha na hiyo dua ya kuomba baraka. Waheshimiwa waumini, naomba sasa nimalizie hutuba yangu ambayo tumekuwa nayo, laqad a'taytumuni asmanu ma indakum fakana almafruḍ alayya an u'tiyakum afdal ma indi. Mtakumbuka mimi na nyinyi katika mimbari hii ya msikiti wa As-Sadiqul Amin, mmenipa muda wa kutosha kabisa, mmenipa kitu cha thamani sana ambacho Mwenyezi Mungu amewajaalia. Mmenipa mimi kitu cha thamani sana ambacho Mwenyezi Mungu amewajaalia. Inalazimika na mimi niwape kitu cha thamani kama mrejesho. Mrejesho wangu mimi ama shukrani zangu mimi kwenu ni kuwapa cha thamani zaidi, athman ma indi, yani niwape kile ambacho ni bora zaidi ambacho Mwenyezi Mungu amenikadiria. Mmenipa muda wa kunisikiliza takriban majumaa kadhaa, zaidi ya jumaa 3 ama jumaa zaidi ya takriban 4 wa ila maada dhalika na mengine mengi ambayo mmenijalia. Huo muda mliotumia kunisikiliza, dakika 20, dakika 30, dakika 40, kuna watu wamefikiria kwamba dakika hizo wangezitumia kufungua duka, kufungua biashara, kwenda kuandika proposal fulani ama kusafiri pahala, lakini nyie hamkuyafikiria hayo. Mmekuja, mmetulia, mmesikiliza, mmetoa muda wenu kusikiliza hutuba. Hiyo mmetoa kitu cha thamani sana. Sasa ilikuwa ni lazima na mimi nitoe kilicho cha thamani kama ninacho. Kwa hivyo katika majuma hayo 3 tumejadili mimi na nyinyi katika hutuba zetu kuhusu masala ya kutembelea makaburi. Lakini pia katika mada hiyo tukafikia pahala kuona umuhimu wa kuwafanyia dua watu waliokufa. Kuwafanyia ukenda pale kaburini ama kuwafanyia ukiwa nje ya sehemu yoyote ulipo. Na tukaona kwamba jambo hilo ni halalun tayyib, yani ni jambo ambalo wala si la kuokota okota, ni jambo zuri sana na linawafaa sana. Na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema watu wataingia makaburini wakiwa na mizigo ya madhambi, wakiwa na madhambi kama mlima, madhambi yamewafunika. Kisha siku ya kiyama watatolewa wakiwa hawana hata doa la dhambi. Watu watauliza, jamani, hawa si ndio wale wenye dhambi hawa? Wameingia makaburini, wanatokaje wakiwa wasafi? Wasema bil istighfaril ahya. Hii hali imewapata kwa sababu ya dua, kwa msamaha, kwa istighfari walizokuwa wakiziomba watu waliobakia hai. Alibakiza baba, alibakiza mama, alibakiza mtoto, alibakiza mke au alibakiza mume ama alibakiza jirani, alibakiza rafiki, alibakiza muumini mwenziwe, alimbakiza kiongozi wake. Hao walipokuwa wamebaki hai walikuwa wanawaombea. Sasa dhambi walizoingia nazo hatimaye wametoka wakiwa hawana dhambi. Haya ndio ambayo tuliyaona uhalali wake na usihi wake. Na haya wala kwa sababu bahati mbaya kuna watu walikuwa hawayajui, ama kuna watu wanayajua wameamua kuyafunika, ama kuna watu wanayajua lakini wana maslahi na upande mwingine hawayasemi. Na hizi hadithi mabwana nimeziswaga hapa, nimezileta mbele yenu, si hadithi kwamba labda nimenukuu kwa watu wa vijijini ama watu wa vichochoroni, watu wa mitaani. Hapana, msemaji wa haya ni alladhi la yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyun yuha huwa qailu hadha al-akhbar. Msemaji wa maneno haya ni yule ambaye hasemi kwa akili zake, anasema kwa ufunuo, kwa maelekezo, kwa ujumbe wa kutoka kwa Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhul majid wa rabbul ardi was samaa. Kwa hivyo swala la kwamba makaburini tunawaombea watu dua halina shaka kabisa. Dua inasaidia. Mtu ameingia na dhambi, ametoka akiwa hana dhambi. Lakini pia inasaidia kukhafifisha pale adhabu ya kaburini. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akimaliza kuzika, anawaambia masahaba, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Jamani, tumemzika ndugu yenu, sasa muombeeni msamaha na mumuombee tathbit, mumuombee awe madhubuti, apambane na hii misukosuko vizuri kabisa, aweze kukabiliana vizuri, awe na msimamo, asitetereke, kwani sasa hivi anakwenda kuanza kujibu maswali moja baada ya moja. Hii inaonekana kwamba dua zinamfaa maiti, dua zinamfaa mtu aliyekufa. Haya ndio ambayo tumeyaishi kwa majumaa hayo yaliyotangulia. Lakini kwa leo kwa umaalum kabisa, naomba nimalizie hadithi ya Abdurrahman bin Ala bin Lajlaj. Hii hadithi naileta kwa makusudi kabisa. Hadithi hii chukueni miongoni mwa hutuba zetu na muitafakari. Huyu ni sahaba. Sahaba huyu aliambiwa na baba yake. Baba yake alimwambia yule mtoto wake kwamba idha ana mitu fa alhid li lahadan fa idha wada'tini fi lahadi fasunna alayya thara sanna thumma qra'i 'inda ra'si bifatihati al-baqara wa khatimatuha فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. والحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع، فلذا هذا حديث يؤخذ ويعمل من أحاديث حسن. Huyu mtoto anasema hivi, baba yangu aliniambia, mwanangu, idha mitu, nikifa, wakati nikifa na bahati nzuri ukawa uko hai wewe, mimi nikatangulia kufa, wewe ukabaki, fa alhid li lahada, kachimbe kaburi uniwekee mwanandani vizuri kabisa, tengeneza mwanandani vizuri kabisa. Fa idha wada'tani waquli bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi Muhammad, wakati wa kuniweka kwenye huo mwanandani useme maneno haya, bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi Muhammad. Haya maneno kwa watu ambao tumeenda kuzika mara nyingi wote tunasikiaga wakisema, watu wanapopokea ile maiti kutoka kwenye jeneza lile, unasikia bismillah wa billahi bismillah billahi. Kama mtu anajua anasema vizuri kabisa, bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi Muhammad. Watu sasa Allahu sallallahu alayhi. Yaani kuna watu pale wao wanadakia mambo tu, kama wenyewe wanaonekana wapo, wanaonekana wanajua, lakini almurad, haya maneno ni maneno sahihi kabisa kuyasema wakati anawekwa kwenye mwanandani. Yule maiti anawekwa kwenye mwanandani, bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi Muhammad. Ni maneno ambayo watu tunasema, na hata wewe ukipewa nafasi ya kuzika usisahau kuyasema maneno haya wakati unamuweka maiti pale kwenye mwanandani, bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi Muhammad. Yani wewe mzikaji, wale wazikaji mle ndani ndio wanatakiwa waseme haya maneno wakati wanamuweka maiti pale kwenye kaburi. Baba yule anamuelekeza mtoto wake, anamwambia hivi, kisha ukishamaliza hivyo, wa idha fa idha wada'tani fasunna alayya thara sanna,
kisha unifukie kwa udongo vizuri kabisa, kwa utaratibu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema. Na kuna utaratibu wa kuchukua tamdamu mchanga unatupia mle kwenye kaburi, yani mfano ndugu, rafiki, jamaa, ni sunna wakati watu wanafukia ama kabla ya kufukia unachukua mchanga pute moja hivi unatupia mle, unasema minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Haya maneno yanasema wakati tunamwagia mafundo matatu. Ni mambo yapo, ni kusoma tu shekhi, vitu vingine wala hataja mna kubishana. Soma tu utavikuta hizi habari. Sasa ukishamaliza kunifukia na safi kabisa, mkaweka vizuri kabisa pale, mkasawazisha, anasema yule bwana mkubwa, thumma qra'i 'inda ra'si bi Fatihati al-Baqara, kisha usimame upande wa kichwa, yani kichwa cha marehemu ulipozika upande wake ule, usome mwanzo wa surati al-Baqara. Mwanzo, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما. unaona bwana, أول البقرة unasoma mwanzo wa Baqara, wa khatimatuha, kisha ugeuke uende upande wa nyuma huku usome na mwisho wa Baqara, au hata ukiwa pale pale usome na mwisho wa Baqara. Yani unaweza kahama ukaenda nyuma huko miguu, ama ukabaki pale pale unasoma mwisho wa Baqara, zile aya mbili, aya ya 285 na aya ya 286. Surati Baqara ina aya 286. unasoma amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, mpaka ile la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat, mpaka wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Hiyo ndo akhir al-Baqara. Yule mzee anamalizia kusema maneno yake hivi, fa inni sami'tu rasulallah, mimi nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqulu dhalik, anasema hivyo, anatoa maelekezo hayo, anaelekeza hivyo, jamani mfanye hivi. Yule mzee nilimsikia, sio nimeambiwa. Sami'tu rasulallah, mzee anasema mimi nimemsikia. Mzee Rajlaji anasema mimi nimemsikia mtume akielekeza hivyo, nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akielekeza hivyo. Hadithi hii ni rawahu Tabarani. Imamu Tabarani ni imamu shekhe. Sasa itakuwa ni ajabu umkubali kwenye baadhi ya hadithi umkatae kwenye hii kwa sababu una maslahi yako binafsi. Tena sio Tabarani, Albani, mwanazuoni wa hivi karibuni, bonge la mtaalam katika masuala ya sayansi ya hadithi, ameisema hasanahu Albani fi jami'i sahihi, fi sahihi aljami'. Kuna kitabu chake kinaitwa Sahihul Jami' cha Albani, ameisahihisha hii hadithi, amehasanisha, amesema ni hadithi nzuri. Sasa mtu akitokea anafanya mambo haya, kuna watu maskini wanakurupuka, wanakuja na maneno ya ajabu kabisa. Na huu ndio wasia wa Abdullah ibn Umar. Alitoa wasia kwamba akifa afanywe hivi. Abdullah ibn Umar, kwa taarifa zenu Waislamu, katika wale 10 bora wapokeaji wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia Abdullah ibn Umar. Yani wapokeaji 10 bora wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Umar anaingia automatically. Yeye pia alihusia kwa kupitia hadithi hii kwamba akifa afanywe hivyo Madina pale, na amezikwa Baqi' al-Gharqad, na watu walimfanyia mle Baqi' al-Gharqad. Kwa hiyo hizi habari nilikuwa naomba niziweke vizuri kabisa kwamba mjue masala ya makaburini, kwenda kutembea, kusoma dua, kusoma sio Qur'an, na zipo zingine mpaka sio kusoma tu hizi, zipo za kusoma qul huwallahu, zipo za kusoma Yasini na mambo mengine chungu mzima. Haya mambo kwa sababu kuna watu unajua Waswahili wanasema hivi, uongo ukirudiwa sana hufikia ukawaaminisha watu kwamba uongo ndio ukweli na ukweli ndio uongo. Yani uongo ukirudiwa sana huwa unawaaminisha watu kwamba ni kweli.
Sasa kuna watu hapo katikati wameingia uvivu sana wa kusoma Qur'ani, kuwasomea maiti, kuwasomea watu waliokufa, kusoma kwenda kumema kaburini. Yaani imekuwa kama uoga. Kuna maiti mingine mtu akifika pale na akishamuona fulani anasema Sheikh Al-Fatah, tumalizeni, tunajua mzima muda huu, unajua. Akishamuona mtu fulani kama huyu sio labda mtazamo huu wa uelewa huu, anaakhirisha shekhe pale. Hapana, hatufanyi mambo kwa ajili ya watu. Tunafanya vitu kwa maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa kusoma Qur'an bwana kwa ajili ya kutafuta thawabu na kuwapa wal marhumu ni jambo halalun tayyiban mubaraka fi. Na hii mada mimi nitaileta rasmi, sababu ni ndefu na ina mambo mengi ya kushika. Kuna aya inatumika kusema kwamba mambo ya maiti yamekwisha kisha kufa. Inasema hivi, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Hii ndio aya ambayo watu wameishika kwamba bana mtu akishakufa habari zake zimekwisha, hana chochote isipokuwa kile alichokifanya yeye mwenyewe. Sasa mabwana, hii aya wallahi mufajaa, ghafla utashangaa kwamba ndio aya inayohalalisha watu tumsomee Qur'ani maiti. Hii aya hii, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, ndio aya inayotoa mwanya mzuri kabisa wa kusomewa mtu aliyefariki Qur'ani. Yaani ukitafsiri kwa juu sasa, lakini Sheikh ni kweli unasema wa an laysa lil insani illa ma sa'a, hana mwanadamu isipokuwa kile ambacho alikifanya mwenyewe, alichokipigania mwenyewe, alichokipambania mwenyewe. Wa anna sa'yahu, na hiyo mapambano yake aliyofanya na hiyo kasi aliyokuwa nayo katika khairi, sawfa yura, ataiona mwenyewe. Sheikh unaona bwana, kwa nini yeye mwenyewe mambo aliyofanya mwenyewe. Sisi wengine Sheikh mtu kama alikuwa Sheikh, sura hii aya hii kwanza kwa Abdullah ibn Ikrima al-Barbari amesema kwanza aya hii, ni mfasiri, ni mwanafunzi wa Sayyidina Abbas, Abdullah ibn Abbas, amesema aya hii ni mansukh. Mansukh. Ikrima ibn Abdullah ibn Ikrima al-Barbari amefanya ni mansukh. Sasa hapa hatukai kwa ajili ya kutoa fatwa ama kwa ajili ya kutoa nini, ni vitu vya kiilmu. Haya, Mujahid na Ibn Kathir wanasema kwamba hii aya ala umami sabiqa, hii aya sio kwa ajili ya ummati Muhammad, ni kwa umma zilizotangulia, kwa sababu aya imeanza huko juu kwamba am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa an la tazru waziratun wizra ukhra. Aya hii inazungumzia huko juu, ukiangalia ala hasbi siyaq ilivyokuja kimuundo huko, haizungumzii sisi, inazungumzia watu wengine. Kwa hiyo hii aya ina hoja karibia 5 zinazoonyesha, kwanza sio sisi 2, 3 zinaonyesha kwamba kusoma Qur'ani inafaa. Kwa hiyo mimi katika hutuba yangu leo niliomba niweke hasa vizuri. Kwa nini nimeamua kusema hadithi ya Abdurrahman bun Ala al-Lajlaj? Kwa nini? Kuna kitu nilikuwa nataka niwaambie kuhusu umuhimu wa surati al-Baqara. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wal bakhilu man la yusalli alayhi sallu ala habibikum, kwa nini Mtume akusema kwamba ukifa usome inna a'tainaka al-kauthar? Kwa nini akusema ukifa usome surat al-Furqan? Kwa nini akusema ukifa mtu asome surat al-Kafirun, kwamba usimame huku usome surat al-Kafirun, usimame na huku usome labda Tabbat Yada, au usimame huku usome surat mathalan surat al-Jumu'ah na huku usome surat al-Munafiqun tabaraka, ama huku usome inna? Kwa nini iwe tu Fatihatul Kitabi afu hiyo tena nairudia wa khatimatuha, na mwisho wake, mwanzo na mwisho? Kwa nini hii moja tu? Kwa nini asiseme awal al-Baqara am Fatihatul Baqara, akhalafu akasema labda wa awal surati an-Nisa, ama wa al-Baqara walhamdu wa surati al-Fatiha? Yani kuna maswali unaweza kauliza, kwa nini? Ndiyo maana mimi nikaona niilete kwanza hii hutuba upya ili hapa tutegue. Kwa nini lesh al-Baqara ya hadha, lesh al-Baqara ashabi ikhwanna akhla habibi al-labib al-mahbub? Kwa nini Baqara? Lesh Baqara? Kwa nini Baqara? Je, Baqara, tukutane hutuba ya pili tumalizie kidogo hapa kwenye Baqara. Hii inawapa kama zawadi sasa.
هذه هدية مني. ليش؟ لأنكم أعطيتموني أثمن ما عندكم، فكان المفروض علي أن أعطيكم ما أفضل ما عندي. Ni kwa nini? Kwa sababu mmenipa kilicho cha thamani sana mlichonacho. Muda, mmetumia muda mwingi kunifuatilia kusikiliza. Sasa mimi imebidi niwape na mimi kitu cha thamani sana. Katika hicho cha thamani tukutanacho hutuba ya pili insha Allah. إن أمكن لا تكن بعيد أرجع إليكم بعد الفاصل. يقول تبارك اسمه المجيد ورب الأرض والسماء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمينا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفروا ربكم وتوبوا إليه واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والصلاة والسلام على من أرسل كمال المنة وعلى آله وصحبه الذين حبهم واتباعهم لنا جنة من ثم. أما بعد، الجمع الكريم أيها الموحدون، ndugu zangu waislamu wenzangu, watu wa tauhid, najaribu kuimaliza hutuba yangu ya pili kwa kuwapa faida, lakini nahisi kwamba faida hiyo haiwezi kaenda uzuri sana kwa muda uliobakia. Naweza nikajikuta sijafanya kile ambacho nafikiria nikifanye. Tubaki na hili swali, kwa nini Baqara? Kwa nini isiwe sura nyingine? Na naomba hii iwe ni hutuba ambayo itajitegemea kwa sababu ya muda. Mabwana, surat Baqara ina habari nzito, ina mambo mazito, ina mambo makubwa. Haimfai tu mtu aliyekufa akazikwa kaburini, bal inakufaa zaidi wewe ulioko hai. Wewe uliobakia hai ni anfa laka wa lighayrika, yani inakufaa zaidi wewe uliopo hai na hata mwingine inamfaa. Surat Baqara. Kwa hiyo ukisikia kwa nini mtume paka anahitaji kasome makaburini, habari zake kabla ya kufa kwanza huku ni nzito, inafaa sana, inatakiwa sana. Na mimi naomba nianze kutanguliza kabisa, kama nitakapokuja kuirudia hii hutuba niseme yafuatayo, halafu kama nitaileta hii hutuba basi naomba niseme yafuatayo. Du'itu buyutun kathir du'itu إليها من بيوت الأكارم، من بيوت الأكارم يعني دعوني إليهم لرقية المنزلية، فسألتهم بما عندهم فأجابوني على أن والله إنهم يشتاكون بضيق أحوالهم، يشتاكون بتغيير عاداتهم وبوقوف أحوالهم وأمورهم. mimi binafsi nimeitwa sana kwenye majumba ya watu wa heshima, watu wa maana, watu wenye muonekano. Nimeitwa mimi binafsi, na nilipoitwa kwenye majumba hayo nimeitwa kwa ajili ya kwenda kuzindika. Allahu Akbar. Nimeitwa kwa ajili ya kwenda kufanya zindiko. Zindiko lenyewe ni zindiko la ruqiyya ambao ni sharia, Uislamu umeelekeza. Bi ruqiyatil manziliyya. Ruqiyya maana yake ni kukinga kitu, kumkinga mtu asiumwe kwa dua, kumkinga mtu asidhurike, asifanyiwe mambo mabaya, asi. Ruqiyya ni kinga maana yake. Sasa mimi nimeitwa, nimetumia lugha ambayo ya kwenda uzindika, wala sio hivyo jamani. Mambo tusio tunafanya mambo ya siri ambayo hata mwingine sio ya siri. Ni mambo ya kawaida kabisa.
kuitwa shekhe kwenda kusoma dua kwenye nyumba ya mtu ni jambo halali kabisa, wala sio jambo la kujificha ficha paka mnakaa mnazunguka unasubiri watu ndio unafunga geti. Wewe fungua, mtu aingie asome dua aondoke, ni mambo ya kawaida. Mimi nimeitwa na watu wanaitwa, na nyinyi mshaita watu wengi, sawa kabisa. Mimi nilipoitwa kwenye majumba haya, kwanza nikauliza nini tatizo. Tatizo la watu wengi majumbani, wamelalamika nyumba za watu wa maana kabisa, nyumba za heshima kabisa, lakini hawana furaha na nyumba zao. Nyumba zina mitikisiko ya ajabu, nyumba mavitu yanatembea juu ya dali, juu ya nani, kwenye masakafu huko sijui nani, kwenye bati huko mchanga unamiminwa kuanzia saa 3 usiku mpaka alfajiri. Mtu halali, mara sijui paka wanatembea, mara ndege wanalimba, mara ndani anasikia kama maji yanamwagwa, mara kama mtu anatembea, mara kwa kaka nyuma anaona kama kuna mtu anamvuta miguu kwenye kitanda kwenye neti anamchomoa. Basi alimradi nyumba zina mambo ya ajabu sana, watu hawana raha Sheikh. Na kuna nyumba zingine, yani nyumba hiyo hakuna furaha, kila siku ni magomvi, kila siku ni magomvi. Yani watu wanaonekana nje mke na mume, lakini ndani Sheikh ni kununiana, ndani hawana raha, ndani ni majibishano ya makavu. Watu wanaonekana huko Sheikh. Kuna nyumba ambazo mtu kuishi tu mle ndani hapati kazi, yani tawaqafa anhu umur, mtu maendeleo hana kabisa. Yani watu wanafanya kazi ofisi moja, wenzie wanajenga nyumba, wananunua magari, wenzie wanasomesha watoto shule za zenye muonekano mzuri au zinazoonekana kama zinafaa zaidi. Watu wanafanya maendeleo, yeye na wale mshahara mmoja, lakini yeye kwa sababu ya nyumba anaoishi, wallahi Sheikh, hata pikipiki tukutuku hana. Yani yupo ka TV ka mgongo ka kichogo sijui. Watu wana touch screen, makina haya mahaya ya TV haya yamekuja juzi na tangazo na Yanga. Yani watu wana mambo makubwa, lakini mtu yuko hivyo. Sasa si hali ya kawaida, lazima mtu ujiulize. Mimi swali la kwanza niloliuliza kwa mtume wetu Muhammad, kwa walioniita baadhi yao, je, ataqrauna surati al-Baqara dakhil buyutikum? Jamani, pamoja na story zote mnazonaambia na misukosuko na maajabu na miujiza na nini na vituko vya hii nyumba, watu hawalali, watu wafanyaji, mtu ataba watu vyoo vya ndani, mtu anaamshana kusindikizana. Yani bafu limo ndani, choo kimo ndani, lakini anamwamsha mtu, nisindikize, nataka niende msalani. Sheikh ndani kwa ndani, kwa sababu anaogopa kule atakutana na vitu, mara kama kapapaswa nyumba hii kageuka. Sasa nyumba haieleweki Sheikh, anabidi apelekwe na mtu anani, mara kakatiza mtu kama vile kama mtu kapita nini hapa, kumbe hamna. Sasa hivi vitu gani? Swali la kwanza, ataqrauna ya hadha suratul Baqara? Surat al-Baqara, mnasoma ndani humu surat al-Baqara? قالوا لا يا شيخ. والله شيخ هابانا. تعالوا معي لحضراتكم أن نعيش في الدقيقات القادمة ما هذا عنوان ليش البقرة وليش الأشكال في بيوتنا. ndugu zangu, wiki ijayo njooni tuzungumze kwa nini mtume aseme tumsomee kaburini maiti Baqara. Kwa nini majumba yana matatizo, majumba yana misukosuko ya laliki? Kwa nini watu hawafanyi maendeleo, watu hawaolewi, ndoa zinavurugika, watu hawafanikiwi, wafaulu kwa nini? Njoni wiki ijayo tuishi kwa nini na surati al-Baqara. Mtume anasema az-Zahrawain, yani ndani ya Qur'ani hii Baqara inaitwa na Al-Imrani az-Zahrawain, mapambo ya Qur'ani. Yani Qur'ani sehemu yake imependeza, imejirembua, imejitengeneza, imependeza. Basi kilichopendeshwa na Qur'ani ni surati al-Baqara na Al-Imran. Sasa njooni tuone na sisi tunapendeza vipi kupitia surati al-Baqara yote, au Fatihatul Baqara wa akhiruha wa khatimatuha. Tuone mwanzo wa Baqara na mwisho, ama sura yote inshallah wiki ijayo. Bado tuko katika Rajab, tuna hamu tuongee mambo ya Rajab, lakini bado tuna matatizo kwenye majumba yetu, tulali vizuri. Lazima tutatue haya ili akija masala ya Rajabu tuyaenjoy, kuliko sasa tunavyopitia kwenye maofisi, kwenye majumba, kwenye familia, kwenye shughuli mbalimbali. Na kualikeni tuje tuzungumze masala haya
wiki ijayo insha Allah. Usikum bisalati ala sahibi taj wal miraj. Laqad amara Allah subhanahu bada biznafsi ta'zim wa thanna bil malaika wa thalatha bikum ayyuha al bariyat jinni wa ins. Qala Allah ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم عليه في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.